subscribe, like Radio 360. Kwa mechi ya jana na tutasema kwamba wenyewe nakwambia ilikuwa Super Friday kwa sisi ambao tunapenda mpira. Super Friday maana tulienjoy kuangalia game ile ya viwango CAF Champions League, na kwa mechi ya jana ilikuwa kwa mizani tulimpa Yes Kabarie wale wa Algeria kwamba sababu kulimbana advantage kubwa tuliwapa wao, lakini kwa hali ya Yanga sababu alienda pale kama tunasema mtu ambaye ameshakuwa na morali, tuliamini kwamba lolote kwenye mpira inaweza likatokea. Na hata katika uchambuzi wa jana tunachambua tulisema kwamba kuna timu inahitaji matokeo au kuna timu inahitaji matokeo zaidi. Yaani kuna timu inahitaji matokeo au kuna timu inahitaji matokeo zaidi. Yanga alihitaji matokeo, lakini wale wa Algeria wanahitaji matokeo zaidi kwa sababu mechi ya kwanza walikuwa away pale jijini Cairo nchini Misri, walipoteza kipigo kizito cha magoli 4-1. Yanga yeye alikuwa pale Guantanamo Zanzibar, alipata ushindi wa goli 1. Ina maana kwamba kwa group stage ya mashindano ya CAF unapopoteza mechi mbili basi unakuwa unaweka rehani nafasi yako. Kwa Yanga yeye alikuwa na machaguo yake mawili. Angali kama nitashindwa kupata ushindi basi nipate sare, lakini kama kufungwa haitomuondoa katika mchezo. Ina maana kwamba tayari ana amani kibindoni. Lakini wale Kabare maana wale cha msingi ni ushindi tu, wala sare kwa iweza kuwafaa kulingana hali ya ushindani wa kwenye grupu lao. Na ndio maana jana ile mechi ilikuwa na tension kutoka ilipoanza vyumbani mpaka kwenye dressing room kule mpaka kwenye meza ya habari, ilikuwa ni tension mpaka jukwani. Ndio maana ile mechi ilikuwa ni ngumu kwa upande zote mbili. Ila professional kiundani kitaaluma Yanga waliwawini wale kwa sababu kwamba Yanga walianza kwa tempa ambayo ya chini, Malabu walikuja kwa tempa ya juu. Na ndio maana kwamba kawaida ya mpinzani ukimwanza kwa tempa ya chini Yanga kwa tempa ya juu, kuna kitu tunasema mind game unamsoma. Kwa Yanga alipojua kwamba bwana lazima atatena mpira huu kwa spidi sana, Yanga aliweka aliziba mianya kwa ule mfumo wake ambao tena nilisema Yanga jana alicheza total football ya chini ya kuzuia zaidi. Ndio maana wanakutajia na Prince Dube hakuweza kurusha mpira mingi. Maana kwa mazingira Yanga ni kwanza tushike ambacho tunacho kwanza kama kutafuta ambacho kingine. Na jana Yanga ndio alipoini hapo. Yule Mwarabu kama ingekuwa Yanga kwa makini kwa tempo alianza kipindi cha kwanza, Yanga mechi kwa meza kule Nigeria. Kwa kipindi cha kwanza wale sababu walianza kwa juu, Yanga ilikuwa iko chini, Yanga ingetoka kuwafuata. Ndio maana Yanga ilipotoka mara mbili tuliona nafasi mbili za wazi Yanga alizikosa. Unaona maana kwa watu wale wanachopoteza kwa hawana. Kwa yule Celestino kwa ile mechi ya pili na Coast Yanga nafasi ya guest one sababu Champions League nafasi kama ile pale ni matokeo yani nitasema clear chance. Yaani kuna chance alafu kuna clear chance. Ile jana ilikuwa ni clear chance ya Celestino ilikuwa ni clear chance. Ilikuwa takiwa utulivu. Kwa professional player kama yule unaingia kwenye box unalindwa, ilikuwa ni kufunua macho kuangalia nipige wapi au ni upeleke wapi mpira. Amekosa kwa hapa Yanga kwa matokeo ya pointi 3. Lakini pia nafasi nyingine ambayo Yanga ilipata clear chance kipindi cha kwanza ilipigwa shambulizi moja, lakini huyo ambao Celestino alichelewesha kuipitisha move kwa haraka na wajamaa wakaiwahi. Lakini nini? Wale walikuwa wanataka matokeo ya mapema sana kwa Yanga mchezoni. Kwa hiyo walikuwa nakimbiza mwizi, mlango walikuwa wafungi. Sasa Yanga walikuwa kulivundua hilo. Unaona ndio maana ilifikia hatua mpaka kwenye chama kinaisha shooting target kwa upande wa Yanga ilikuwa ni moja. Unaona lakini wale ilikuwa shooting target ilikuwa ni mbili. Na ukiangalia zile nguzo za kichwa zile za Zidane Mziane na yule mwingine unaona kwamba alikuwa anataka matokeo ya haraka. Kipindi cha pili hapo cha mwalimu wa wale Algeria Kabari alikuja na mfumo mwingine kwamba wale Yanga wazuri katikati lazima tuwajazie viungo hata midfield, sio defense midfield. Yanga wao wale defense midfield. Unaona Sasa wale walichokifanya ile kocha akakata midfield ili kuongeza mashambulizi ya kushambulia mbele, si ya kujilinda. Na kosa kubwa ambalo kocha Yanga atakuwa amelifanya ni kutoongeza tena yeye attack midfield. Yaani pale takiwa Mudasi sababu tujui kwamba alikuwa kama ndo amechoka ama injury. Lakini Mudasi ni full tank, ni attack midfield. Ukimwekea pale kwa hawezi tena kushuka chini kwa sababu attack midfield kazi yake ni kutoa mpira chini kwenda juu. Abuya kwa majukumu aliyopewa jana ni kwa defense midfield. Hawezi kuvuka mstari wa kati. Mpaka mlikatia kipande kulingana na jinsi Waarabu wanavyokuja. Kwa hiyo Mudasi alikuwa na uwezo kufanya hiyo kazi. Sasa unapoingiza Dombia kuja kucheza pale midfield yake tofauti na midfield anacheza Mudasi. Jana pale atakuwa anacheza na Sen Kauma kwa hata midfield ile. Kwa maoni yangu lakini
ingeweza kuwin. Ndio hata Waarabu walipotoka mdasi pale katika midfield walipoongeza wao walipalimiliki wao pale kati. Na sisi kama tunavyojua wachezaji wetu wa Tanzania kuna baadhi yao wanakomaa. Ndio hata sababu za Yanga za kuingiza Edmund ile pamoja na yule mwingine nani walioingia kunichapia Dombia niko slow lakini master plan lakini iko slow. Waarabu mpira wa soka wanavyojua hawezi. Kweli alikuwa anatoesha mashambulizi sana. Sasa pale Hassan Kauma alikuwa na nafasi pekee jana kucheza ile mechi na angalau kule tungetoa matokeo. Lakini upande wa pili hawa kina Edmund tunawakomaza. Lakini bado hawajakupevuka kwa mashindano kama yale. Kitu tunawakomaza wana kitu baadaye watakuja kutusaidia. Kwa sababu kama kuna space kama mbili ilikuwa kama ananyata, speed ilikuwa ni ndogo. Lakini pia jana washukuru kwamba kama nilivyosema Pacome hakuwa katika phone. Waarabu waliweza kumwekea kamati toka kabla hajafika Nigeria. Ndio maana kwa Pacome kila kishika mpira alikuwa sisi na watu watatu, watu wanne mpaka wawili. Ilikuwa ni kamati. Lakini kocha ya Yanga alijua kwamba mimi siwezi kumtoa Pacome. Pamoja na katika fomu yake yuko mbaya, lakini huyu ana kitu. Uwepo wa kumkaba watu wawili watatu inafungua mianya wengine tucheze mpira. Kama Pacome angekuwa ametoka, balaa ingekuwa lingine. Kwa sababu akili yao yule alikuwa muamini hata kidogo. Pamoja tunankaba lakini bado huyu afunuku na tenga lolote likatokea. Na ndio maana ile nafasi ile mwalimu alitumia Yanga kwamba watu wanamtoa Pacome sijui akamwambia mwalimu ana akili yake. Sababu wale tayari washajenga game kwamba bwana huyu lazima tumwangalie mara mbili. Kwa hiyo ilikuwa hata ile kuongeza mashambulizi ilikuwa hakuna, lazima muangalie yule bwana. Na ndio maana kama ungemtoa Pacome wale wangefunguka sema tatu tushamaliza, walobaki hawana madhara. Wangetembea tu. Unaona hali ingekuwa mbaya zaidi. Lakini nashukuru mwalimu Yanga aliliona hilo. Wala Pacome mechi alimaliza mpaka mwisho kwa maana kwamba kama nyoka alikuwa anawatisha hapa. Wale wanatisha kweli. Game ilikataa kulipa Pacome lakini huwezi kumtoa kwa mazingira jana jinsi ilivyo. Lakini ukiangalia kwa upande wa sababu ya pili iliyoingia ilikuwa na mashiko ya unajua yule Andabwile si atake midfield, yule ni defense midfield. Alipokuja kuingia kwenye cha pili pale kuja kuimarisha ule ulinzi, kuna kitu nilikiona pale kwamba pale tunaenda kukaba sasa. Hata yule nani aloingia Boyeli kwa zetu kule mbele wanaocheza mpira hawaangalii sababu za kusema kwamba ni Tobeki na nini Tofadi ni Kizebeki. Kwa hiyo kasa nikimtoa ni Mdube nikimwingiza hapa kiungo hali itakuwa ni mbaya zaidi. Lazima nimweke mtu pia kusoma kule juu lolote litakatokea. Ndio kama ile kocha ni kocha wa mpira kwamba hii ndio stage tofauti na hatua ile ya sendo nini wanakuambia playoff. Playoff kama mechi kama jana unapotoa Dube huwezi kumuingiza tena Boyeli. Utamtia nondo mamieto. Tunalinda hata kama tukifungwa kimoja tena tunaenda kumeza nyumbani. Lakini kwa sababu hii tutacheza tena point tatu tukatokea kakae pale juu naye tunaweza katokea lote. Kwa hiyo kocha jana hapo cha Yanga mwalimu kafanya kazi yake vizuri. Isipokuwa tu umakini kidogo ulipungua kwenye safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo naamini kwamba dirisha dogo linakuja, mashindano yanasimama kidogo, wana wachezaji weekend hii mpaka mwezi wa pili, kocha ingie sokoni angalie maboresho yako wapi, lakini sidhani kama mpaka kufika mwezi wa pili sababu kocha na mechi yake ya tatu mpaka sasa. Tumeona mechi ya kwanza alipocheza, mechi ya pili na leo ya tatu tumeona ana kitu. Huyu kocha ana kitu. Lakini pia pongezi ni sifu kwamba defense ya Yanga iko vizuri. Ile inaitwa teamwork kwamba majukumu yao tunacheza kwa sababu ya timu ya pamoja. Hakuna kusema kwamba nani mwenye majukumu yake. Kwa hiyo kocha ameweka nidhamu hiyo, amecheza discipline hiyo na timu inaenda kuimarika. Nadhani mpaka kufika mwezi wa pili tutaona ile Yanga ile ambayo tunaitaka. Kama ingekuwa ile Yanga ya Yanga fani vilipita, kuna Yanga fani vilipita hivi ambayo ya kina Fiston Kalama ile. Yule mwalimu alikuwa anakufa kwake kule. Sisi na kamba tatu. Yanga fulani hivi ambayo ilimtetemesha aje pale kwake. Ile Yanga sio Yanga poa ambayo ilipiga marumu nje ndani ikamuondoa na ikamwekea uzio na Mamelo pale South Africa. Ile mwalimu alikuwa anakufa kwake. Lakini kwa sababu kocha huyu ni mgeni, ana mechi ya tatu siwezi kumlaumu. Lakini akiangalia kuitengeneza. Mimi naamini paka mechi ya marudiano na tena kwa Mkapa au Batanamo, ukabali aje anakufa tena. Ana uwezo tena kumfuata tena Yanga. Ila niombee tu kwamba mechi inayofuata ya kule Cairo angalau basi hata sare patikane. Mechi ni ngumu ya Cairo. Kama atapata sare Yanga anaenda kuposeni mapema sana. Lakini kama atafungwa basi hakikisha sababu unapoenda kwa hali kule ukifungwa hali na kwa point 7. Alafu unarudia naye tena kule. Unaona maana tayari lazima ugeuze naye. Ina maana ndio umfunge. Mulevo yeye ana 7 na 7. Tuangalie nani atakuja kwa ukulaza kiporo. Kwa mechi hii ya jana ilikuwa pointi muhimu sana jana, pointi moja ilikuwa na maana kubwa sana.
Lakini ukiangalia hata matokeo ya jana ya Farabat na Ahali, hakutakiwa Ahali ashinde. Yaani matokeo ya jana hakutakiwa Ahali ashinde, sababu angeshinda msala ungebaki kwa Yanga na Rabati. Ulikuwa msala mzito kweli kweli. Asante sana.